Ushirikiano na Project Cure. Katika shughuli zetu za kuboresha afya na kutoa elimu kwa jamii huko kwenye vituo hivyo nilivyovitaja tunavyoendelea kushirikiana navyo, tuliona kwamba kuna changamoto ya vitendea kazi, nasi kama taasisi tukaona tushirikiane na ofisi ya mkurugenzi wa wilaya ya Rorya kuona kama kuna namna tunaweza kuboresha baadhi ya changamoto hizo. Tulifanya vikao na ofisi ya mkurugenzi, na tatizo kubwa lililoonekana pamoja na mengine ilikuwa ni kwenye huduma ya watoto wachanga kwa maana ya neonatokea. Na baada ya vikao hivyo tulipata orodha ya vituo vilivyopendekezwa kutoka ofisi ya mganga mkuu wa wilaya, ambao wao wanafahamu kwamba vituo hivyo vikipatiwa msaada kidogo basi huduma za afya zitaboresheka na tutawafikia wananchi wengi zaidi. Hivyo tuliwasiliana na Project Cure ambaye ni mdau anayetoa msaada wa vifaa tiba kutoka Marekani kama alivyoelezea mwenyekiti, na walituma mtathimini wao akaja akafanya tathmini katika vituo hivyo. Alikwenda kituo kimoja. Vitu alivyoangalia ilikuwa ni idadi ya watu wanaohudumiwa na kituo, idadi ya watumishi kwenye kituo, miundombinu ya majengo na nishati kwenye kituo, aina ya vifaa vinavyohitajika, ujuzi uliopo kwenye kituo wa kuendesha ama kutumia vifaa, lakini pia uwepo wa wadau wengine wa maendeleo katika kuendelea kusaidia kuboresha huduma hizo. Tathmini hiyo iliyofanyika ilisaidia kupata orodha kwa kila kituo ambayo ndiyo leo tupo kwa ajili ya kuvikabidhi vifaa hivyo. Hatua zote za tathmini, kupata vifaa, kuvisafirisha, tuliweza kuzigharamia kama taasisi. Tulisafirisha kontena kubwa 2 za vifaa kutoka Marekani mpaka hapa wilayani Rorya. Jumla kuu ya vifaa hivi ambavyo leo vitakabidhiwa ni takribani bilioni 2 za Kitanzania. Na vituo ambavyo vinanufaika kwa awamu hii ni hospitali ya wilaya ya Rorya, hospitali ya Shirati KMT, kituo cha afya Kinesi, kituo cha afya Utegi, kituo cha afya Changuge, zahanati ya Nyamagaro, zahanati ya Nyambori, zahanati ya Sokorabolo na zahanati ya Rwangenyi. Kuna gharama nyingine ndogo ndogo ambazo zilitumika toka mchakato wa tathmini mpaka usafirishaji ambazo ni milioni 232. Hizo pia Maji Safi Group ilizigharamia. Ni matumaini yetu kama Maji Safi Group kwamba vifaa hivi tiba tunavyovikabidhi leo hii vitachangia kwa kiasi kikubwa kuboresha utoaji wa huduma bora za afya kwa wakazi wa wilaya ya Rorya, hasa katika huduma za dharura na afya ya uzazi na mtoto. Maji Safi imekuwa ikiendelea kuangalia uwezekano wa kuboresha vituo vyetu vya afya. Kwa hiyo ni nafasi ya kipekee ambayo kwa mara nyingine tunaweza tukaona kwamba kuna vifaa ambavyo ni vya kisasa vitakavyoenda kuhudumia jamii yetu. Miaka 2 iliyopita nilikuwa na visit Marekani. Kwa hiyo nilipata fursa ya kwenda Colorado ambako ndio headquarter ya Project Cure, ambao ndio wameweza kuhusiana na kuwasilisha vifaa hivi kwa udhamini mkubwa sana wa fedha nyingi kutoka Maji Safi Group. Na Project Cure niseme tu kwamba ni organization ambayo ina muda mrefu, ilianzishwa mwaka 1987, lakini iko katika miji mikubwa Marekani, ila pale Colorado ndio headquarter, na wamesaidia vifaa hivi sehemu mbalimbali. Kwa wakati fulani nilikuwa namtania Rachel kumwambia kwamba haijaleta tu hapa Maji Safi, kwa hiyo hata Biomedical wanapokuja kuangalia vifaa hivi vinafuata utaratibu. Serikali ya Tanzania iko makini sana. Kuna asasi zaidi ya 5 lazima ziangalie kuangalia kwamba vifaa hivi vinafanya kazi na vinaweza vikatumika katika matumizi ya binadamu. Kwa hiyo nishukuru sana serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan mama yetu kwa kazi kubwa inayofanyika katika idara zake ambazo zinafanyia ikiwemo TMDA, TBS na nyinginezo.
Kwa hiyo vifaa hivi vinafanya kazi na biomedical engineer wamepita wameviangalia, na project QA sio kwa mara ya kwanza labda inaleta Tanzania Rorya. Imekwisha supply Muhimbili, Bugando, Shirati tumeshapata kama mara 2, lakini ni moja shirika ambalo lina vifaa vizuri kabisa ukifuatilia. Yaani wanajitahidi sana kwenye vifaa vyao. Kwa hiyo tuendelee kushirikiana nao, na kwa taarifa tu mgeni rasmi, wanapofanya assessment validity ya certificate yao ni 5 years. Kwa hiyo ndani ya 5 years unaruhusiwa kufanya tena request nyingine kama utapata dona wa kusafirisha. Wao watavitoa bure donation, lakini vitakuwa na value kulingana na kiwango ambacho nafikiri mkurugenzi atatoa taarifa yake kuonyesha kwamba value hivi vifaa kiasi gani. Kwa hiyo nikushukuru sana mgeni rasmi kwa weledi wako na kuendelea kuimarisha wilaya yetu ya Rorya kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Mungu awabariki, asante sana. Mafanikio ya sekta afya kwenye wilaya yetu ya Rorya. Yako mafanikio mengi sana ambayo yamefanywa na serikali kwa kipindi kifupi cha miaka 4. Lakini nitasema machache. La kwanza, tumeendelea kupokea fedha za kukamilisha hospitali yetu ya wilaya. Kama unavyojua tuna hospitali teule pale KMT Shirati, tumeendelea kushirikiana nayo, lakini mipango ya serikali ni kujenga hospitali yetu ya wilaya pale Ingri, na sasa hivi tumepata fedha, tunaendelea kukamilisha majengo mbalimbali. Lakini pia tumekamilisha vituo vya afya 2 na huduma zinatolewa, kituo cha afya Nyamagaro na kule kituo cha afya cha Rabo kiko kule Kisumwa, na vituo hivi vinaendelea kutoa huduma. Lakini pia tumekamilisha na kusajili zahanati 10 ambazo zinaendelea kutoa huduma katika kipindi hiki cha miaka 4. Zahanati hizo 10 iko zahanati ya Muhundwe, zahanati ya Deti, zahanati ya Makongoro, zahanati ya Ngope, zahanati ya Nyihara, zahanati ya Kisumwa, zahanati ya Manila, zahanati ya Ofiri, zahanati ya Ulio na kule Kogaja. Na miongoni mwa hizi zahanati zitapata vifaa siku ya leo. Lakini pia tunazo zahanati karibu 27 ambazo wananchi wanaendelea na ujenzi, na nina imani zikikamilika zitawezesha utoaji wa huduma karibu na wananchi utakuwa umeboreshwa. Tunavyo pia kwenye ujenzi huu wa zahanati na vituo vya afya na hospitali, kama mganga mkuu alivyoeleza, tunazo changamoto mbalimbali. Mojawapo ni upungufu wa vifaa. Tuna upungufu wa vifaa, na tunashukuru shirika letu la maji safi kwa kuona hayo mapungufu na kujaribu kutusaidia kwa kupitia hivi vifaa ambavyo vinakabidhiwa leo. Vifaa hivi kama alivyosema vina thamani ya shilingi bilioni 2 na vimekaguliwa na taasisi mbalimbali za serikali kuthibitisha ubora wake. Hakusema hapa vifaa hivi vimekuja lini, lakini vimekuja muda mrefu kidogo, na zoezi hili la makabidhiano limechukua muda kwa sababu ya kuhakiki ubora hivi vifaa. Kwa hiyo TMDA wamefanya kazi yao ya uhakiki pamoja na TBS, lakini na sisi pia tukasema hatutaweza kuvipokea vifaa bila kujiridhisha. Kwa hiyo tulitengeneza timu ya wataalamu wa vifaa vya tiba kutoka mkoani na hapa halmashauri. Wamefanya kazi hii ya kukagua na tumejiridhisha bila shaka kwamba vifaa hivi vinafaa kwa matumizi ya vituo vyetu vya kutolea huduma. Kwa mfano, hospitali yetu ya wilaya haina vifaa vya huduma ya meno, lakini hapa tuna kiti nzima kabisa ambayo ikifikishwa pale Ingri itawezesha hospitali yetu kutoa huduma hiyo ya kinywa na meno kwa wagonjwa wetu badala ya kusubiri vifaa vingine kutoka serikalini.
Lakini pia tunavyo vifaa hapa vya ICU. Tuna vitanda 6 na tulikuwa tuna shida kubwa ya vifaa hivyo. Nina imani sasa vifaa hivi vitaenda kuongeza ubora wa huduma zetu. Zile huduma ambazo zilikuwa zimesimama kwa sababu ya vifaa, sasa tusikie hizo huduma zinatolewa, na kusudio la vifaa hivi wale waliovihangaikia na wananchi ambao walitamani wapate hizi huduma, basi sasa vinaweza kwenda kutolewa ili tuweze kuboresha huduma kwenye maeneo yetu. Vifaa hivi ni vingi. Nimejaribu kuvihesabu humo, nimeshindwa. Ni vingi kwa maana ya idadi, na viko vya aina mbalimbali, viko vingi kweli kweli. Kwa hiyo ni matumaini yetu sasa, nyinyi mnaokabidhiwa, viko ambavyo vitaenda kutumika, vitaisha mara moja, vikitumika vinakuwa vimeshaisha. Hivyo sina shida navyo. Lakini shida yetu itakuwa kwenye kuvitenganisha vifaa hivi na vile vya serikali, kwa sababu vinafanana. Kwa hiyo nitoe wito kwa mkurugenzi na mganga mfawizi, vile vifaa vya kudumu, kwanza tukitoka hapa leo tutawakabidhi waganga wafawizi, na nilitamani leo tungekuwa na wenye viti wa zile kamati za usimamizi wa huduma ambao ni wananchi kwenye hivyo vituo 9, waone vifaa walivyokabidhiwa ili viweze kulindwa kule vinako kwenda, kwa sababu vifaa hivi kama nilivyosema vinafanana pia na vile ambavyo vinatolewa na serikali. Kwa hiyo kuna uwezekano kabisa wa kuvichanganya pale kwenye kituo cha kutolea huduma, vikawa vile ambavyo ni vya serikali na hivi vikauzwa. Tumesikia kwenye maeneo mbalimbali vifaa vinauzwa kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma. Kwa hiyo hivi lazima tuvilinde. Mganga mkuu uko hapa, lazima tuvilinde. Tunavilindaje? Tuhakikishe ule mfumo wa kulinda vifaa vya serikali unazingatiwa. Vikitoka hapa vikabidhiwe kwenye kamati ile ya afya ya msingi kwenye vile vituo vya kutolea huduma. Lakini pia tupate taarifa kutoka kwenye kila kituo kilichokabidhiwa hiki kifaa, taarifa ya mapokezi ya hivi vifaa ambayo imesainiwa na mganga mfawizi wa kituo na mwenyekiti wa ile kamati ya usimamizi wa hicho kituo cha afya ambayo inawakilishwa na wananchi. Lakini pia tutafanya ziara ya ukaguzi. Kwa hiyo register ile ya store ya hivyo vifaa tukute kwenye kituo ipo, ili tuangalie hiyo register ya vifaa na vifaa vyenyewe ambavyo vinatumika kule kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma. Kwa hiyo ndugu zangu mnaokabidhiwa hapa, tunataka kuona sasa mabadiliko kwenye hivi vituo. Tusije tukasikia tena malalamiko ya wananchi kwenye huduma zile ambazo vifaa hivi vinaweza kutusaidia kutoa hizo huduma. Kwa hiyo jambo kubwa ni kutunza. Tuvitunze ili viweze kudumu kwa muda mrefu, viweze kutoa huduma kwa muda mrefu ya kuwahudumia wananchi. Nirudie tena kuchukua nafasi hii kuwashukuru sana shirika letu la maji safi chini ya mwenyekiti wake Dr. Chirangi kwa kufikiria kwamba tunayo changamoto na kuitafutia ufumbuzi. Naomba tuendelee kushirikiana, bado vituo tulivyotoa